Sani kwa ajili ya kumuona tu mchungaji, yani unamwamini mchungaji. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wengi wanaondoka kiimani kwa sababu wanakuja kanisani kwa ajili ya Prophet Enoki. Prophet Enoki kija pale akiniombea, mimi nitafaje? Nitafunguliwa, nitakuwa nini? Nitakuwa na uhuru. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kweli imani yako ipo hivyo. Lakini usimwamini mtu bali muamini nani? Mungu. Kuna mtu mmoja amenielewa vizuri. Wale wote waliomwamini mwanadamu waliumizwa. Kuna mtu mmoja mpendwa tu, rafiki yako ulimwamini, ndiye alikuingia kwenye wokovu, lakini alikuja akakujeruhi ndani ya moyo, ukarudi nyuma. Si kuna mtu mmoja amenielewa? Kuna kitu kinaitwa kusimama katika msingi wa imani. Kutetea imani yako. Utaitetea imani yako kivipi? Kuonyesha yani kwamba mimi nimesimama. Hata upite kwenye vikwazo vingi, hata useme kwa maneno mengi, hata ukiambia pale usiende, pale kuna kitu fulani. Wewe sio kukaa kwanza kusema mimi nilijua. Usikae kwamba kuangalia mchungaji, usikae kuangalia mpendwa, usikae kuangalia muumini ambaye alikuwa juu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Inawezekana mtendakazi yuko hapa lakini akakujeruhi kwamba utaacha kanisa. Ndio kuna mama moja aliniambia kwamba mimi makanisa yani kila nikienda nitaumizwa, kila mimi nikienda naumizwa. Nikamwambia kumbe unaenda kwa ajili ya watu wakuone, sio Mungu akuone. Haleluya sana. Kuna mtu mmoja amenielewa? Amen. Sisi ni kioo. Timotheo anatuambia sisi ni kioo. Unapokoka lazima ufaje? Uonekane. Watu wanakuona, wanakutazama, wanajifunza kupitia wewe. Haleluya. Mtu anaposema hakika nimeokoka, watu wajue kweli huyu mtu kaokoka. Sio kuokoka kwa maneno kwamba mimi nimeokoka lakini matendo yako. Kuna watu hapo wanasikiza tu neno lakini sio watendaji. Tendelea. Yaani mtu huyo ni sawa na kama yeye ikiwa anajiangalia, anajitazama. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya sana. Yaani sio watu ambao kusikiza neno. Yaani nyinyi mtu unakuja kanisani tu. Yaani hapa neno likisifundishwa linatoka huko naingia huko. Haleluya, amen. Na ndiko habari imetoka, umetupa daftari huko. Wiki ijayo unaanza kulitafuta. Mume wangu daftari liko wapi? Mke wangu daftari liko wapi? We mtoto nani? We mtoto wewe, daftari liko wapi? Kimaana hiyo kwamba hutojengwa katika misingi ya kukua kiroho na hutoweza kukaa katika ukomavu wa kiroho. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inatuambia ukitaka kukomaa kiroho lazima jambo la kwanza uwe unasoma neno la Mungu. Yaani lijaze neno la Mungu ndani yako. Haleluya. Sasa jiulize, wewe unajazaga nini ndani yako? Taarabu. Haleluya. Alafu nataka kukomaa kiroho. Unajaza nini ndani yako? Bongo flavor. Wasiku nilikuwa nafundisha ubongo una flavor. Na kweli una flavor kwa sababu unasikia vitu ambavyo vya ajabu. Ndio maana una flavor ueleweki. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu kile unachojaza ndani mwako ndicho kinakuwa, kinajenga msingi ndani yako. Si kuna mtu mmoja amenielewa? Ukilijaza neno la Mungu, hakika litakaa na litakuwa katika msingi fulani. Amen. Hautoteteleka. Amen. Hata likipita kwenye jaribu, utajifunza. Furahini mnapopita kwenye jaribu. Kumbe neno la Mungu limeandika furahini tunapita kwenye jaribu. Kuna wakati watu watakusema maneno. Utaingia kumbe kuna neno la Mungu limeandika Ibrania ile 10:38. Menelewa mtu akiwa na roho ya kusita sitopendezwa naye. Kumbe mimi nikiwa na sita hapa, nikianza kusikiza maneno watu nitasita. Mimi sitompendeza Mungu. Lazima utasimama kwa sababu ndani mwako neno limekaa. Ndio inaitwa ukomavu wa kiroho. Ukitwa mkomavu wa kiroho maana yake umesimama. Umesimama kwa nini? Kwa sababu umesimama katika ile kweli na bado unazidi unazidi kuinoa ile imani yako. Na pia bado unazidi kuilisha imani yako. Na bado pia unazidi kueneza habari ya Mungu. Unapoihubiri habari ya Mungu, kuna watu wanaokoka. Wanapookoka, kuna kitu kinaanza kubadilika ndani ya maisha yako. Haleluya sana. Haleluya sana. Ndipo unakuwa kiroho. Kukua kiroho pia ni namna gani? Unasikiza watumishi wa Mungu. Kwa TV yako unasikiza nini?
Tena siku sasa hivi Azam TV wameka watumishi wa Mungu. Daniel nini DSTV wameka watumishi wa Mungu mbalimbali, paka wazungu wanaongea Kiingereza. Sasa wewe tu unaenda unawaswichia watoto wako na niyo vitu havieleweki, watu wamevaa nusu uchi, wanaanza kucheza vitu ambavyo vieleweki. Ndivyo watoto wako unavyoalisha. Haya, wakikua wanaanza sasa kuanza kwenda havieleweki, vinakaa tu kwenye mabaa. Unajiuliza, sasa baba, mimi unaanza kulaumu Mungu umenipa mtoto. Tatizo sio Mungu, tatizo ni wewe, jinsi ulivyowalea na jinsi ulivyoalisha watoto wako. Unawajengea misingi gani watoto? Watakuwa kiroho. Bwana Yesu ape sifa. Watakuwa kiroho. Haleluya sana. Haleluya. Bwana Yesu ape sifa. Hebu tuangalie. Malizia hapo utaona kuna kitu kizuri sana nataka niwafundishe. Alafu sasa nataka niwafundishe na jinsi ya kutengeneza marafiki ambao watakujenga katika misingi ya kiroho. Marafiki ambao watakujenga katika misingi ya kiroho. Ndugu ambao watakujenga katika misingi ya kiroho. Bwana Yesu ape sifa. Haleluya. Ukiona ndugu anakuambia twende kwenye viti virefu, na ndio eti nimeokoka. Umeokoka nini wewe? Unadanganywa na sasa hivi wana maandiko yao. Wana maandiko yao kwambia hata Yesu ametengeneza divai, na wapi ameandika ametengeneza divai? Kuna mahali umeandika kwamba ametengeneza pombe. Ile divai tena kwamba ni fresh ya kwanza. Yaani tunda ambalo limetoka mtini limesagwa, ile itakuwa pombe. Itakuwa nini? Juice.